Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ni kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Mathayo sura ya 11:28. The Bible say, Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana mimi nira yangu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mstari wa 28 ni mstari ambao ndio tutautumia kwenye maombi. Huku kwingine nilikuwa najaribu tu kukusomea ili iwe ni akiba ndani ya store ya ufahamu wako. Iwe ni akiba ndani ya store ya ufahamu wako, kwamba jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Lakini mstari utakaotumia kwenye maombi ni huu wa 28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huu ni wito wa Yesu Kristo, si wa nyakati hizo tu, isipokuwa mpaka leo. Mpaka leo huu ni wito wa Yesu Kristo, kwamba mwanadamu yoyote mwenye mizigo basi anaruhusiwa kwenda kwa Yesu. Na hii mizigo haikuwekewa kategori, haikuwekewa madaraja, yani no classification. Hakuna ufafanuzi wala uchambuzi kwamba mizigo ya aina hii leta, mizigo ya aina ile usilete. Yeye alisema in general, njoni kwangu ninyi nyote. Tafadhali naomba utulivu. Njoni kwangu ninyi nyote. No category, hakuna madaraja. Mwanadamu yoyote anaitwa na Mungu. Hicho ni kitu cha kwanza. Njoni kwangu ninyi nyote. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kusumbukiwa na mizigo. Ninyi nyote wenye kusumbukiwa na mizigo. Kwa wanadamu au mwanadamu yoyote mwenye changamoto yoyote, huwa anapaswa amkaribie Yesu, akiamini kwamba mzigo wake Yesu ataubeba. Kwa hiyo hapa kuna kitu kikubwa sana cha kutusaidia tukiwa duniani. Wengi wamegawana kimafundisho, wakapata baadhi ya mizigo, wakagawagawa, wakasema unaumwa, njoo kwa Yesu. Una maskini, njoo kwa Yesu. Hapana. Mzigo wote ule ambao ni mzigo, njoo nao kwa Yesu. Sawa sawa, wote ule njoo nao kwa Yesu. Yesu atakutua. Hakuna mzigo mbaya ambao kuutua ni kazi ngumu. Unajua kuna wanasaikolojia wapo wanatibu baadhi ya matatizo ya saikolojia, lakini hatuna daktari wa dhambi. Yani mzigo mzito ambao kuutua hauna hospitali, hauna whatever in helping center, yani center yote ile ambayo utaenda upate msaada, kwamba ukienda pale, unajua ukiwa unaumwa tumbo
tutakuombea, ikishindikana utaenda hata hospitali unapona, utaenda hata duka la madawa utanunua, uenda utapona. Sawa sawa Angalau kuna mizigo ambayo dunia imerahisisha. Lakini wapendwa, mzigo wa dhambi, hakuna kituo kimeandikwa hospitali ya dhambi. Mwana saikolojia wa dhambi hayupogo. Sawa Kwa hiyo miongoni mwa mizigo ambayo tunayo, ambao tunatakiwa tumkimbilie Yesu, ni mzigo wa dhambi. Mzigo wa dhambi. Yaani unavojikuta unateswa na tabia fulani, usimkimbie Mungu, isipokuwa mkimbilie Mungu. Ukikutana na rafiki yako anateswa na dhambi, mwambie Yesu alisema uende kwake. Huo ni mzigo, yeye atakutua. Huo ni mzigo tu kama ilivyo mingine. Wala kwenda kwake hakutakufanya, kwa sababu kuna wanadamu wanasema mimi kwa dhambi hizo nazo Mungu hawezi nisamehe. Wangapi tumekutana nao? Wengi kabisa mtaani anakuambia kabisa, kwa dhambi ambazo mimi nimeshawahi kutenda Mungu hawezi akanisamehe. Sasa kibaya bora hata walioko nje. Sijui kwa nini Mungu ananirudishia masomo ya kutaka watu wasikimbie Mungu wakiwa na dhambi. Sielewi. Inawezekana ni msimu Mungu anakusudia watu wasimkimbie. Nimekuwa narudia sana, kama mnafuatilia. Narudia. Kibaya ni watu walioko kanisani ambao wameshakata tamaa, ila wapo kanisani. Wapo wengi tu. Mtu yupo kanisani anateswa na tabia fulani. Sasa hao ndio ambao pia kwenye tatizo kubwa, kwa sababu heri yule ambaye anajulikana. Ingawa na yeye sio heri sana, kwa sababu pia kuna tatizo kanisani. Mtu akiwa na dhambi, akiwa anateswa na dhambi fulani, badala ya kumsaidia aendelee kwenda kwa Yesu, ile dhambi na ule mzigo utoke, tunamtesa, tunamkatisha tamaa, tunamjeruhi. Jamani, narudia haya maneno. Dhambi ni ugonjwa. Hamwezi mkanielewa mpaka siku utakapoelewa chafya ni nini, mpaka siku utakaoelewa kikohozi ni nini. Ukishaelewa chafya ni nini na kikohozi ni nini, utaelewa na dhambi ni nini. Dhambi ni ugonjwa. Tena kwa wale wanaotumia Kiingereza wanaita unconscious disease. Ni ugonjwa wa kutokuwa na ufahamu. Kuna vitu haviwezekani dunia ila Mungu tu ndio anayeweza kutusaidia akatutua. Narudia tena. Not all things are possible with man's power. Ukitaka kujua kwamba chafya ni mbaya, chafya ije alafu ikontrol. Chafya ije alafu ikontrol. Ukiweza kukontrol chafya, basi unaweza kukontrol ugonjwa wa dhambi. Yaani ukimkuta mtu anaumwa ugonjwa wa dhambi, msaidie apone kama anahitaji kupona. Sielewi kwa nini narudia, lakini najaribu kusisitiza kwa sababu kuna tatizo kubwa ambalo tunamsaidia shetani kupeleka watu jehanamu. Yesu anasema mtu amegafirika, tuliongea hilo Jumapili iliyopita, arudi arejeshwe. Sielewi kwa nini Mungu bado anasisitiza. Inaonekana kuna mahali watu hawajaelewa bado. Na Mungu anataka watu waelewe. Ilivyo chafya, kikohozi, simnaelewa kikohozi. Ni nani hapa ataugua kikohozi alafu agugumia aseme sikohoi? Sikohoi. Nani? Sikohoi. Nani? Bwana Yesu atusaidie. Dhambi haikai rohoni. Ziko dhambi za rohoni, ni sawa, ziko. Lakini kwa sehemu kubwa Biblia inasema dhambi inakaa wapi? Mwilini. Kwa kama dhambi inavyokaa mwilini, ugonjwa pia unakaga wapi? Mwilini. Na jinsi ambavyo unakuta mtu anaugua kikohozi, anajikaza, naumia koo, lakini inakuja anakohoa tena. Naumia, analia, mwingine anakohoa tena. Ndivyo ilivyo dhambi. Shetani akishafanikiwa kukupa ugonjwa wa dhambi,
rafiki yangu, muombe Mungu akusaidie upate matibabu. Ndio maana Yesu akasema, njoni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na kusumbukiwa. Ni tatizo linakutesa. Ni tatizo linakutesa. Simba wa Yuda, Yesu tawala. Wewe ni mfalme, mfalme, Simba wa Yuda, Yesu tawala. Kwa hiyo huu ni ugonjwa kama walivyo magonjwa mengine ambayo unavyohitaji daktari akutibu upone. Tunamhitaji Yesu na wachungaji wenye elimu ya udaktari wa kiroho. Tunahitaji elimu sahihi kwa watu walioko kanisani pia, ili tutibiane. Nayo yaongea walio kwenye uraibu wanajua, walioko kwenye uraibu wanajua. Bwana Yesu atusaidie. Jamani, dunia tunayoishi ina vumbi kwa staili nyingi sana. Vumbi, mtu anayeugua mafua na kuanza kupiga chafya na kukohoa, sababu ziko nyingi, lakini mojawapo kubwa ni vumbi. Ya pili, hali ya hewa kubadilika, na zingine ambazo huenda ni udhaifu wa mwili, homa na zingine. Katika dunia tunayoishi pia kuna namna shetani kashatengeneza mazingira mengi ya watu kuwa wagonjwa wa dhambi. Narudia, katika dunia tunayoishi shetani kashatengeneza namna nyingi za watu kuwa wagonjwa wa dhambi. Namna ya kwanza ni miungu mliokuwa mnaabudu nyie. Mlivyokuwa mnaabudu, mnatoa mbege kule kwenye mnatoa pombe kule kwenye miungu, halafu mnafanya sherehe, halafu mnafanya maagano ya namna ya kuolewa, maagano ya namna ya kuoa, mnajichanja aina ya vitu vya ulinzi na vitu vingi ambavyo tulikuwa tunavifanya. Vile vitu vinatujeruhi. Kuna kile kitu wanaita immune deficiency, upungufu wa kinga ya kiroho. Sasa hapo unajua kuna upungufu wa kinga ya kimwili. Kuna vitu ukivifanya kwenye maisha unakuwa na upungufu wa kinga ya mwili, automatically unakuwa na upungufu wa kinga ya kimwili. Kula vizuri, huli vizuri, fanya mazoezi, ufanye mazoezi, fanya hiki ufanyi, baada ya muda unakuwa na upungufu wa kinga. Ukishakuwa na upungufu wa kinga, ukikutana tu na mazingira ambayo ni magumu kwako, unakamata ugonjwa. Kwa hiyo tatizo la kwanza kabisa linalofanya wanadamu tuugue ugonjwa wa dhambi. Narudia, tatizo na sababu mama inayofanya watu wengi tunaugua ugonjwa wa dhambi ni asili zetu za uabudu miungu. Tulivyokuwa tunaabudu miungu, tunafanya zile shughuli za kutoa sadaka na kucheza zile ngoma na kula vile vyakula na kuchanjwa chale. Mnakumbuka kuchanjwa chale na kupewa pombe na nini? Vile vitu vinapunguza kinga ya kiroho. Unakuwa na udhaifu ambao unao. Sawa? Kitu cha pili, sasa shetani baada ya hapo ametengeneza pia mazingira duniani. Ametengeneza mazingira mengi duniani. Ameweka mpaka pombe imehalalishwa. Ameweka mpaka sasa hivi kuna nchi wanahalalisha mwanamke kutembea uchi.
ni vitu ambavyo sasa hivi hata tukiingia hapa kwenye kompyuta yetu, hapa kwenye TV yetu, siwezi nikaonyesha kwa sababu kuna watoto, lakini hawa watoto ni wa Tanzania. Ingekuwa watoto wa Marekani tungeonyesha. Amnielewi. Hawa watoto ni wa Tanzania, lakini ingekuwa watoto wa Marekani tungeona, kwa sababu ni vitu vipo kule kwao. Sasa hivi ukienda hata maeneo ya Nigeria, kuna baadhi ya mitaa wanawake wanatembea uchi. Nigeria tu hapa. Kenya hapa wanavyovaa Kenya. Hapa Nairobi wanavyovaa. Sawa? Tuko pamoja Nairobi hapa. Sasa ukienda mfano mitaa ile ya baadhi ya majimbo kule Marekani kama California, ambao ndo kuna Los Angeles, kuna mitaa wanawake wanajiuza mchana na wanatembea uchi mchana. Jamani, hiyo uchi ya mchana ni kwamba wanatembea wamevaa nguo za ndani tu. Maana uchi sisi ya Tanzania ni ile mtu amevaa hapa, ndio tunaita yuko uchi. Sasa sio ya kule ni mtu anatembea amevaa nguo ya ndani tu. Makalio yote yako nje, mgongo, miguu, nini, mabega, vyote viko nje. Mchana saa 6 unaenda kununua vitu dukani, unakutana nao wamekaa, unaenda hivyo. Sasa mimi nikuulize wewe, mwanaume wa Tanzania, tukikupeleka mtaa ule ukaishi mwezi, utakuwa mzima wa afya wewe? Ndio maana nawaambia, shetani anajaribu kutengeneza kila mazingira watu waugue ugonjwa, na mtaugua tu. Sasa ikitokea watu wanaugua, badala tuwatibu, tunawaua. Hivi unaelewa? Ndio kinachotokea makanisani. Ndio maana najaribu kufundisha hiki kitu ili watu tuelewe namna ya kusaidiana. Ndio maana kama kuna kitu kinakutesa, mimi mchungaji usinikimbie, njoo niambie, mchungaji bwana, mimi naumwa ugonjwa upi, naumwa ugonjwa fulani. Haya, sasa hii tupone, tunaanza. Hii itabidi ufunge hivi, hii itabidi ufanye hivi, itabidi uepuke hiki, lakini pia uishi hivi, utapona. Baada ya muda utapona. Si mnaelewa? Dhambi ni ugonjwa. Wale wasiosikia bado, dhambi ni ugonjwa kama ulivyo ugonjwa mwingine. Na narudia, umezaliwa, umelelewa kwenye mazingira ambayo mpaka sasa hivi huna kinga ya kutosha ya kukuepusha na ugonjwa wa dhambi. Huna. Sasa hizi kuna chanjo. Ushasikia? Sasa kiroho chanjo hakunaga ya ugonjwa wa dhambi, hakunaga chanjo ya ugonjwa wa dhambi, haiko. Sawa Na kibani kwamba tangu umezaliwa kule ulikolelewa, badala ya kukusaidia angalau una kinga, walichokuwa wanafanya wanaendelea kumaliza kinga kabisa, uwe huna kinga ya dhambi. Na dunia inaendelea tu, yani dunia iko speedi. Ukifungua tu TV, magonjwa, vitu vya kusababisha magonjwa vipo. Ukitembea mtaani, vitu vya kusababisha magonjwa vipo. Utakutana mlevi, kashapiga pombe yake, yeye ni mgonjwa tayari wa ulevi, anaanza kukutukana, anatafuta kale ka udhaifu kako, unajikuta umemzibua ngumi. Si mnaelewa? Gonjwa wa dhambi, gonjwa. Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote. Yani narudia maneno yangu, wapendwa, tungempata daktari wa kututibu magonjwa ya dhambi, ingekuwa ni baraka kubwa. Ila ashukuriwe Mungu ni Yesu. Kibani kwamba wachungaji wako kinyume chake. Alikuja kutafuta kilichopotea, kitibiwe, kipone, kiende mbinguni. Sisi tuna kazi yako. Haya Bwana. Masomo yangu si kusapoti dhambi. Nimekutana na bwana mmoja hivyo nikiwa niko Korea. Tulikuwa tunaishi sehemu moja, tunasoma naye theology, chuo cha Biblia.
tulikuwa tunasoma naye, mwanafunzi mwenzangu. Sawa, huyu bwana alikuwa na akili sana, alisomaga akaacha, akaingia kwenye ulevi nini, ni Mkorea. Baadaye akaja pale kanisani, akawa anaishi pale, anafanya shughuli za kanisani, akaamua mtumikie Mungu. Tatizo lake likawa ni kwamba kule alikotoka alikuwa anavuta sigara. Kaja kaokoka, lakini bado ugonjwa wa kuvuta sigara haujapona. Sasa nataka nikuambie hatari ilipo. Kwa mfano tu tunajaribu kufafanua ili ujue jinsi ambavyo kungekuwa kuna daktari mzuri wa kumtibu, lile tatizo lingemtoka mapema. Huyu bwana alikuwa anampenda Mungu sana. Kwa nini? Alikariri kitabu chote cha Ufunuo ndani ya miezi miwili. Yaani akikaa hivi, anaanza Ufunuo 1 sura ya kwanza, ana flow mstari wa kwanza wa pili, anamaliza sura, anaenda ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka mwisho. Na alikuwa ameshaanza kitabu cha Ibrania kama sikosei. Anakariri, yaani Biblia yote anaweka hapa. Anampenda Mungu. Lakini siku moja mimi nazurura kwenye masto huko juu, nikakuta vipande vingi vya sigara. Na ni kaeneo fulani mtu anajifichaga, anavuta afu anaficha pale. Nikawinda nikakuta, nikagundua ni yeye. Nikasema sasa unadhani atapona? Hawezi kupona kwa sababu alitakiwa apewe namna ya kupona, atibiwe. Ila mazingira yale ni mazingira ya kuhukumiwa. Akijulikana tu anavuta, ni tatizo kwake. Kwa inabidi afanyeje? Ajifiche. Waswahili wana msemo wao, wanasema afichaye maradhi kifo kitamuumbua. Kwa usalama wetu huwa hatutakiwi tufiche. Lakini nakuuliza swali, ugonjwa wa dhambi unajua una aibu nyuma. Kwa mfano sasa hivi tuna watu ambao tunawajua, mfano kama mashoga, wasagaji, ni wengi sana kizazi hiki. Unafikiri kile kitu ni kizuri au ni kibaya? Ni aibu. Unafikiri mtu atakuja tu hata kama yule anayenisikiliza kama ameshapita kwenye hilo tatizo, kwa mfano, usimwambie kila mtu, sababu kuna mtu atakuua. Lazima uende kwa daktari. Na ndio maana ukienda kwa madaktari, fuatilia. Uzuri tuna mama hapa ambaye ni nesi. Wanakulaga viapo, na miongoni mwa kiapo ni kutunza siri. Sawa, na kumheshimu mgonjwa ni viapo, na vingine vingi wanavijua wao. Huwezi ukamtibu mgonjwa kwa sababu sometimes unamvua nguo zote mgonjwa. Unaona udhaifu ambao hakuna hata anayeujua. Huwezi ukatoka pale ukaanza kutangaza, kuna watu wa ajabu dunia hii. Ni viapo vya madaktari. Si mnanielewa? Ni viapo vya madaktari. Na ninawaambia ukweli, dunia hii kuna watu wa ajabu. Hivi unajua, wanajua madaktari, kuna watu hata wana jinsia mbili, lakini hakuna mtani mtu anayejua. Ile ana jinsia mbili. Akiugua akienda kwa daktari, hakunaga ujanja. Daktari anashangaa, lakini kiapo kinamwambia shut up, kaa kimya, mtibu aondoke. Si ndio nikasikia juzi ushuhuda wa kijana mmoja kaoa, lakini mchungaji wake alikuwa anamwambia usioe, mimi nakushauri usimuoe huyu binti. Acha. Mchungaji, mimi nimempenda sana. Usioe, mimi nakushauri usimuoe bwana. Na ujue alikuwa ameshamfanyia kitu kibaya sana mchungaji miaka mingi iliyopita, lakini baadaye kijana anazulazula huko akampata mtu mchumba, akaleta kwa mchungaji. Dada mwenyewe akaanguka hapo chini, akaanza kulia. Anasema hapa hamna kitu tena hapa. Lakini mchungaji baadaye akamwambia kaa hapo. Mimi
kaa tuyazungumze. Wakayazungumza, wakasameheana. Kijana akaendelea kusema nao. Mchungaji akamwambia, mimi nakushauri usioe huyu, usimwoe. Akakataa. Akafika mahali akapambana, ndoa ikafika siku ya ndoa. Ilifika siku ya ndoa, mchungaji akasema, mimi kwa kweli na ruhusu ufungie ndoa kanisani, lakini sifungishi ndoa, nitakutafutia mchungaji atakufungisha ndoa. Lakini kijana bado haelewi lugha. Kwa nini mpaka mchungaji anakataa kuifungisha ndoa? Kaletwa mchungaji, ndoa ikafungwa. Wametoka hapo, wameenda honeymoon. Saa 9 usiku mchungaji anapigiwa simu na kijana. Anamwambia, uko wapi? Anamwambia, mchungaji, niko Morogoro. Wewe si umeenda honeymoon sijui Mbezi, sasa hivi uko Morogoro saa 9? Anamwambia, mchungaji, nimekimbia kitu ambacho sijawahi kukiona dunia hii. Dunia ina siri zake bwana. Umekimbia nini? Anambia, we rudi. Anambia, we ataka kufa. Mchungaji anauliza, shida nini? Anambia, mwanamke kavua viatu, mguu na vidole 8, alafu vyote vinafanya hivi. Akasema, we duniani kuna mambo mengi. Vidole 8 vinafanya hivi. Kijana akakimbia, akapotea kama miaka 8 hivi, hapatikani. Siku moja mchungaji yuko kwenye mkutano, anachungulia, anamuona kijana anasifu. Huyu si fulani? Akamwita, kaja tu, afu kile kidada kikatokezea tena hapo. Mume wangu karudi. Jamaa mpaka leo hajaonekana, hajulikani yuko wapi. Kwa nini watu wa Mungu? Dunia ina mambo mengi. Kwa hiyo tabia pia, kuna mtu anateswa na tabia, hata yeye mwenyewe haielewi. Hata yeye haielewi kabisa, mimi nawaambia. Yaani ana ugonjwa ambao hata yeye mwenyewe ukimuuliza, hivi unaumwa ugonjwa gani? Anakwambia, mimi sielewi. Yaani sielewi. Na ninaponaje? Sielewi. Naongea hivi, wagonjwa wako wengi makanisani eti. Wengi. Sasa unajua kinachotokea nini? Imefika mahali wamedevelop personal protective skill. Uwezo binafsi wa kujikinga. Waendelee kuwa wagonjwa, lakini nyewe msijue wanaumwa. Kwa sababu mkijua wanaumwa, si mnawavuruga. Ndio kilichoko makanisani. Samini ni kushauri, ukimkuta mtu anateswa na dhambi, tafuta namna ya kumtibu kama anataka matibabu. Sio uanze kuendelea kumfanya kuwa mgonjwa. Halo, mnaelewa? Unamkuta mtu anateswa na kakitu. Jamani, kila mtu, mwanadamu ana maisha ya aina mbili. Nilisha kuongea hicho kitu. Mwanadamu ana public life, maisha ambayo tunatoka tumevaa na nguo hizi. So unaona? Yaani maisha public, ndio maana nimevaa, nimechagua kabisa. Suruali hii, mfano kama suruali ingekuwa imepasuka, ningevaa. Ningesema imepasuka, ni aibu. Kwa nini? Nakuja kwenye maisha public. Kila mtu hapa leo kavaa kajikagua. Kuna mbia kavaa tu mbio. Mnaelewa kwa nini mmevaa ukajikagua mara mbili? Kuna maisha ya public, maisha ya hadharani yani. Sasa maisha ya hadharani, ni wape siri. Maisha ya hadharani 99% ni uongo. Sio kweli. Tunavyovaa hivi tunaziba vitu vingi ambavyo tunakudanganya wewe unetuangalia. Utaniona mimi nimevaa, utaishi mchungaji ana hela, kumbe hata mfukoni sina hata shilingi. Utaona nimevaa hivi na nitakuja na chaka utaona mchungaji ana amani, kumbe nina matatizo hayasemeki.
Sio, mnaelewa? Yaani maisha ya hadharani ni uongo. Watu wengi ndio maana maisha ya Facebook. Maisha ya Facebook ni uongo 100%. Yaani Facebook ukipita, kila mtu anaonyesha furaha, anaonyesha mambo ni safi, lakini ana madeni, ana matatizo. Ndio Biblia inasema hata kama anacheka, lakini huzuni ipo bado. Sawa eh? Yale ni maisha ya public. Ni maisha ambayo tunazurura mtaani pa. Kila mtu anaona jamaa anaendelea vizuri bwana, jamaa ana afya. Ndio maana maisha ya hadharani utamkuta mtu ukimwangalia kusema ana afya, kumbe ndugu yangu ni maiti inatembea. Ni swala dakika tu. Lakini ukikutana naye kama ana afya vile, kama ni mzima vile, lakini ni mgonjwa. Maisha ya sirini sasa ni vile havionekani. Sasa vile havionekani ndio mtu halisi alivyo, lakini havionekanagi. Ndio yale mawazo ya mtu moyoni, mtu kafutunza siri gani hivyo. Jamani, kuna watu wana siri, hata akiisema unaanguka, unapata na kifafa. Hivi ni wewe? Anakuambia ni mimi. Kweli ni wewe ndio uko hivi. Yale ni maisha ya sirini. Bwana Yesu atusaidie. Sasa ukiwa hayo maisha ya sirini ndio ambao mengi, dhambi nyingi mbaya ni za siri. Ndio maana hata mwizi haendagi kuiba kwenye taa, kwenye mwanga, kwa sababu ule ni ugonjwa. Kwa mwizi ni nini? Ugonjwa, anaumwa ugonjwa wa kuiba vya watu. Mwisho wa siku naelewa kinachotokea. Hata akiiba mchana lazima achunguze mpaka aone watu wote wamuone. Ndio anaiba. Na wengine wakikuvamia usiku wamevaa maski, wameziba uso. Kwa nini? Ni ugonjwa. Zilitakiwa zitengenezwe theater za kiroho. Yaani zitakuwa zitengenezwe program za kiroho ambazo watu wanakuja wanasema ukweli. Mchungaji, mimi nisaidie. Ndio maana Biblia imesema kwenye Yakobo, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa nini? Sio ili tuaibike, ili unisaidie kupona. Ili unisaidie kupona. Na ndio maana ukiona ugonjwa wako, mpendwa, ukiona ugonjwa wako, usiende kwa daktari ambaye unajua hata kutibu. Hakikisha unapoenda kujifunua, basi awe ni daktari atakaye kusaidia upone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja Kinacho fuata ambacho naweza nikakushauri pia, muombe mtu. Ukimwona mtu ana ugonjwa, muombe. Labda kuna rafiki yangu mmoja aliugua allergy. Nikwambia ugonjwa jinsi ambavyo ulivyo. Kuna kitu lini nikielezea lazima nitumie hiyo. Aliugua allergy. Ni daktari. Wakati yuko kwenye matibabu anamsaidia mtu,
sindano ikapenya ikamchoma chip, akiwa amevaa gloves. Ilivyomchoma, chembe chembe za ile gloves ambao ni mpira zikaingia mwilini. Zilivyoingia mwilini, akaugua ugonjwa wa allergy ya mpira. Hivyo nafikiri dunia ataishi wapi? Amuelewi. Yaani asione wala asisikie harufu ya kitu chochote kile cha mpira. Akikiona anakuwa mgonjwa kweli kweli. Ataishi wapi nafikiri? Yaani, na hasa harufu, bora hata kuona ilikuwa ina mdhuru kidogo, lakini harufu ikipita gari inakimbia, gari waga ikiwa nakimbia, ni wewe ambaye huna allergy ndio usikie harufu wewe, kwa kuwa ni mzima. Lakini gari ikipita bu, anasikia harufu ya matairi pale chini. Hali mbaya, mnampeleka hospitali. Ikamtesa. Aliyemponya ni Mungu. Matibabu yalishindikana, Muhimbili. Aliyemponya ni Mungu. Sasa ndio maana kuna watu, kwa mfano kuna bwana mmoja ambaye alikuwa ameokoka vizuri. Niwaambie jinsi ilivyo. Kuna bwana mmoja alikuwa ameokoka vizuri. Siku moja akamwita mchungaji wake. Akamwambia, mchungaji, mimi nina tatizo, silielewi. Biblia imeongea kwenye kitabu cha Mathayo, ikasema mwanaume akimtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye tayari moyoni. Sawa? Sasa kuna kitu watu hawaelewi, jinsi ambavyo hiyo kitu inatokeaga. Wazungu wana lugha nzuri kidogo, wanatumia lust. Sawa neno lust sisi tunaita kutamani, lakini kutamani, neno kutamani na lust havina tafsiri ambayo ipo sawa. Lust ina tafsiri nzuri zaidi kuliko kutamani. Sawa? Kwa sababu kwenye ile tafsiri ni kwamba mtu anawaka moto, yani anajisikia kitu ambacho sio cha kawaida. Ndio unakuta mtu ana tamaa ya pombe, tamaa ya sigara. Asipovuta sigara ndani ya masaa mawili, anasikia moto unawaka ndani yake, ndani ya moyo, kiasi ambacho ndio maana mvuta sigara mfano akimwona mwenzake na sigara anagongea. Kwa nini anagongea? Anasahau mate ya ndugu yake, anasahau jamaa apigagi mswaki, anasahau vyote. Nyie mnaelewa? Ni ugonjwa, hakuna namna, anajikontrol. Juzi nilikuwa nimekaa mahali fulani, tunapiga story na mtu fulani hivi, nakumbuka ilikuwa kama Jumapili. Yes, tunapiga story na mtu fulani, nilikuwa nimeenda mjini, akatokea chali kula nafuta sigara. Mimi huyu jamaa sijui kama ni mfuta sigara, simfahamu, tunapiga tu story. Alivyomwona tu chali mwenyewe aliyekuja pale, yani alivyokaa, akajiuliza, yani huoni hata uchafu kweli? Halafu kisigara chenyewe kimebakia kidogo, lakini kwa sababu ni ugonjwa, angalau haweki hata mdomoni kwa anachokisikia ndani. Sasa wewe unadhania utamwambia usivute sigara akaacha? Unadhania utamwambia aache? Sikilizeni watu wa Mungu, tunamhitaji Mungu na msaada na maarifa ya kutosha ya Mungu. Mtu atoke kwenye ugonjwa, na ndio maana kwa mfano nijaribu kutibu baadhi ya dhambi. Sasa jaribu kutibu baadhi ya dhambi, nikushauri. Kwa mfano nitataja baadhi ya vitu inaunganisha dhambi nyingi sana. Kwa mfano
ukitaka kupona kutoka kwenye ugonjwa wa dhambi, baadhi ya vitu vya kutumia, cha kwanza, marafiki. Huwa ni kitu kikubwa sana kinachosababisha uendelee kuwa mgonjwa. Kwa sababu unapoumwa ugonjwa wa kuvuta sigara kwa mfano, au wa ulevi au wa uzinzi, kutakuwa kuna network ya wenzako ambao mnatiana moyo, mnafarijiana, mnasapotiana, mnatiana nguvu. Mazingira kwa mwenzake au mwenzangu yakiwa hayawezekani, namsaidia yawezekane. Kwa hiyo ghafla nikisha kutana tu na marafiki zangu, lazima nitafanya dhambi fulani. Sawa. Kwa kitu cha kwanza kabisa kwa watu wengi wakitaka kupona, waga ni kupambana na marafiki. Waga ni njia kubwa sana ya kupona, marafiki. Na hasa inabidi uwabadilishe. Usikae peke yako, badilisha marafiki. Kwa sababu ukikaa peke yako utaugua ugonjwa mwingine unaitwa ugonjwa wa upweke. Na ghafla utakusukuma uende kwa marafiki wale. Kwa ili usipate ugonjwa wa upweke, wewe unatakiwa ubadilishe marafiki. Mbinu ya pili ya kupona huwa ni kubadilisha hata mazingira. Yaani kuna mtu, niwaambie ukweli kabisa, kuna mtu akiwa hapa Kilimanjaro, hapa Kibosho, hawezi kuokoka milele yote. Mimi nawaambia ukweli. Kuna mtu akiwa hapa Mama Tumaini hapa, wewe Mungu kakupa neema, lakini kuna mtu akiwa hapa haokoki milele. Haokoki. Ili aokoke ahame aende mkoa mwingine. Kule atakutana na mazingira ambayo anaweza akakaa na Mungu. Kabisa nawaambia kitu ambacho ni halisi. Yaani hiyo hata aje hapa mseme omba, aombe hata wiki, mtasikia tu kasharudi nyuma. Kwa nini? Mazingira hayo kwake ni tatizo litakalofanya ugonjwa alionao uendelee kuwa na nguvu. Kwa cha kwanza nimemwambia nini? Marafiki, na namna ambavyo ni muhimu ubadilishe marafiki. Cha pili, mazingira. Na ndio maana kuna vitu ambavyo unavisikia mtaani ni game tu. Mtu anakuambia mimi nimeokoka, alafu bado yuko kwenye dini fulani. Sahau. Huwezi kuokoka ukiwa kwenye hiyo dini, huwezi. Unaweza ukajaribu, sawa. Kujaribu unaweza ukajaribu miezi miwili, lakini baada ya muda utajikuta umerudi kama wale wengine. Biblia imesema ndege wasiofanana au watu wasiofanana hawaendi njia moja. Hawaendi. Ni muhimu sana hivi vitu, ndio hekima za kibiblia za kutusaidia. Na hapa ndo aga pagumu sana. Kwa mfano niongelee kwa wanandoa. Kwa mfano tu lakini niongee. Ndio maana kuna vitu ukivifundisha kiukweli, watu wanaweza kumkimbia Mungu. Wakasema Mungu, Bwana ni ngumu sana. Yaani iko hivi, kuna mtu kwa staili ya mme aliyenaye au mke aliyenaye, kuokoka kwake ni ngumu sana. Haiwezekani. Kabisa. Nye chunguzeni tu. Kuna mtu ili aokoke, ndoa ivunjike. Sasa kwa kuwa iruhusiwi kuolewa au kuoa tena, aamue tu kwenda na Yesu. Aishi peke yake, aamue kwenda na. Ndio maana vijana ambao hamjaoa wala kuolewa, kama unapenda kwenda mbinguni, kaa makini na swala la kuoa na swala la kuolewa. Kaa nalo makini sana. Kuna mtu akikuoa we binti na kuna mtu ukimwoa we kijana, kwenda mbinguni na kukaa na Yesu ni ngumu. Haiwezekani mpaka uvunje ndoa. Kwa sababu Biblia haijakataa kuvunja ndoa, imekataa kuoa na kuolewa tena. Imekataa. Sawa.
Ndio maana kuna vitu tunashaurigi mapema tu, tunajaribu kudokezea mapema. Yaani kuna mtu eti kwamba unakaa naye nyumba moja alafu uwe na wokovu. Sahau. Atakutendesha dhambi, penda usipende, utatenda tu. Na utamchukia Mungu, na utamwona Mungu mbaya, na utamwona Mungu hayupo. Unaweza ukavumilia miaka 2, lakini iko siku utakata tamaa. Kwa jinsi yule mtu alivyo, utakata tamaa tu. Utajaribu, na ndio maana Biblia inasema wako wengi watajaribu kupita katika mlango ule, lakini watashindwa. Sio mimi nasema, Biblia inasema njia ile na mlango ni mwembamba na njia imesonga, na wengi watajaribu, lakini ndio mfano kama hao. Unakuta mtu anajaribu kuokoka, lakini mume wake au mke wake tatizo. Anaweza akaenda hata miaka 3, 4, hata 5 kakana Mungu vizuri, lakini iko siku atakata tamaa. Wapo hata hapa mtaani, na siwezi kuwataja tu, walikuwa wameokoka vizuri, lakini wamemwacha Mungu. Sio kwa sababu wao, yeye mwenyewe anakuambia mimi sababu ni mume wangu. Fika mahali nikakata tamaa. Lakini mtu aliyekaa na Mungu zaidi ya miaka 10 na kakaa na Mungu, lakini mume anakuwa nini? Tatizo, kisiki, kikwazo, anakuvuruga mpaka unafika unasema yes, unamwacha na Mungu eti. Ndio maana mimi najaribu kuongea, kuna magonjwa ukitaka kupona, marafiki, maana yake pia na ndugu. Kuna mtu ukitaka kwenda mbinguni, tenga hata ndugu zako. Hiyo hainaga siasa. Ndio yale maneno Yesu aliyasema, ukimpenda baba kuliko mimi unifai, ukimpenda mwana kuliko mimi unifai, ukimpenda mke kuliko mimi unifai. Ndio maana kuna mahali kama tuna mpango wa kwenda mbinguni, si wote, lakini kuna mahali mtu inabidi ajitenge na watu, aamue tu kuishi peke yake litakalokuwa liwe, ila aende na nani? Na Mungu. Kuna wakati ikogo hivyo, kwa sababu sasa ni watu hawatabadilika hata ufanyeje. Kila siku wao watakukwarua, watakufanya hivi, mwisho wake unajikuta unatenda dhambi. Na kibaya sio kutenda dhambi tu, kibaya ni kufika mahali unakata tamaa. Kwa sababu Mungu hamchukii mtu wala hamtupi mtu kwa sababu ametenda dhambi. Mungu huwa tunakosea sisi tunapomkimbia. Unachoka, unafika mahali unaambia Mungu, bakia kanisani, tusifuatane nyumbani tafadhali, nimechoka, naomba mimi niende zangu. Kile ndio kinafanya tunagombana nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa kidogo? Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini neno lake ina raha moyoni. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu thamani ahadi zake kweli. Ugonjwa unaua, ugonjwa wote ule unaua. Ndio maana dhambi pia inaua. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Manake dhambi inaua. Kwa nini? Nimwambia dhambi ni ugonjwa. Kwa hiyo tusaidiane kutibiana, tusiugue alafu tukaendelea kusababishana magonjwa zaidi. Sawa sawa, watu wa Mungu mnanielewa? Watu wa Mungu mnanielewa? Kwa ukiona unaumwa ugonjwa wa dhambi, tafadhali endelea kukimbia mbio za kutafuta tiba. Na kushauri, narudia, endelea kukimbia mbio za kutafuta tiba.
njoo kwa mchungaji, nenda kaombe. Usitende, usipige chafya ikakufanya umkimbie daktari. Najaribu kutoa mfano rahisi, kwa sababu kuna mtu ghafla kazini, huyo kashaachana na kanisa, unamkimbia daktari, rafiki yangu, ndio unaenda kufa. Lakini umetenda dhambi, kimbilia kanisani, njoo mwambie mchungaji, hey, nina ugonjwa na ninaona sasa unaendelea kuwa mkubwa. Kabla sijafa nisaidie. Sawa Bwana Yesu, hii elimu ni nzuri ati. Kabla sijafa nisaidie nipone. Mimi binafsi Mchungaji Lugema nitakusaidia upone. Na nikiona sina nguvu ya kukusaidia upone, nitakusaidia kukupata hekima. Kwa sababu kuna ugonjwa kiukweli unahitaji daktari bingwa. Amuelewi. Jamani, sio kila daktari anatibu kila ugonjwa, na ndio maana kuna mchungaji unaye hawezi kukusaidia ukatoka mahali. Si kwamba sio mchungaji, ila anaweza kukutibu kichwa, mafua, homa, lakini kifafa hawezi. Ndio maana wachungaji msio wa binafsi. Usio mchungaji ambaye unajiona mimi naweza kila kitu. Kuna vitu nakwambia kabisa, rafiki yangu, tafuta nauli, panda gari, nenda Kenya. Kuna mchungaji fulani akikuombea utapona hii utapona. Siwezi bado. Mungu hajanipa hiyo neema. Hivi mnaelewa? Ndio maana ukienda hospitali, narudia, ukienda hospitali ukuta kitengo cha meno, kitengo cha mifupa, kitengo cha macho, kitengo cha tumbo, sijui uzazi, ni vitu tofauti. Utakuta daktari anajua vyote, ni juu, hata akijua ni juu. Bingwa, lazima utembelee ofisi bingwa. Unaenda pale, ndo anakuelekeza, bwana, hii unaumwa, hii tunaitibugi hivi. Haya mambo yalitakiwa yapo kanisani hivyo. Tunajua kabisa. Ndio maana niwaambieni, kwa mfano, kuna mchungaji mmoja ambaye namfahamu. Yeye alikuwa akimbandika mkono shoga, harudi kuwa shoga tena. Harudi. Lakini nenda makanisa ya Dar es Salaam, Mwanza, wapi hapa kwetu Moshi, tafuta, utakuta mashoga wamejaa kanisani na wachungaji wanaombea, toka kwenye pepo hilo. Hatoki. Hatoki. Kuna bingwa, rafiki yangu, ambaye yeye ana neema, akimwombea mtu. Si mnasoma vizuri Biblia? Amsomi habari za Petro na habari za Filipo. Filipo alienda kuhubiri Samaria, akabatiza watu, miujiza ikatendeka, lakini hana uwezo wa kukufanya uwe na Roho Mtakatifu. Ndio kilichoko makanisani. Kuna mchungaji hapa hawezi kukufanya uwe na Roho Mtakatifu, hawezi. Atakusaidia utakuwa na Yesu, lakini Roho Mtakatifu hawezi. Ipo kwenye Biblia. Ilibidi Filipo aagize, jamani, nipelekeeni barua kwa mzee Petro pamoja na Yohana waje. Barua ikafika, wazee wakasafiri, wakaja, wakawabandika mikono, wakajaa Roho Mtakatifu. Sasa hivyo vitu kanisani, wachungaji wako tu, ukienda kule ni kwa shetani. Tusaidiane. Unajua ifika mahali wachungaji tu tunasifiana. Mimi nikwambie kwa mfano, mtu ambaye hapa Tanzania ana uwezo wa kutoa mapepo magumu ni Gwajima. Yaani hiyo tutakao tuambiane kabisa, mzee wewe panga safari, nenda kazuri Dar es Salaam, kutana na yule mzee, mapepo magumu. Hasa kama walioibiwa nafsi, sijui nini, miskule, peleka kwa yule ni daktari wa miskule. Ilitakiwa tuongee hivyo, na tunajua kabisa Kakobe kitengo chake hiki, Gwajima kitengo chake hiki, sijui nani, lakini hatuna hiyo. Ni kushinda tu, usiende kule kuna wewe. Watu tuambie ukweli, yule ni wa uongo, lakini yule ni wa kweli, nenda. Kipona rudi, kivuka rudi.
Hii ni vitu ninavyowaambia ukweli, ndio vilivyo. Ndio vilivyo watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mnaelewa kidogo Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu anatamani ajue kuomba sana. Kwa mfano, mimi nataka nijue kuomba zaidi ya masaa 3-4. Daktari na bingwa kukufundisha watu kujua kuomba nchi ni Gwajima. Yaani wewe ukitaka kujua watu wanaomba, nenda kwa Gwajima, utajuaga watu wanaomba. Lakini nenda kwa Kakobe, utakaa pale, utampenda Mungu, utajua kutembea na Mungu kwa utakatifu. Ndio maana hivi vitu lazima tuvijue. Bingwa wa utakatifu Tanzania, ambaye yeye akikufundisha unaweza kuwa mtakatifu kwa miaka mingi, alikuwa gani? Kakobe. Makanisa mengine utajaa Roho Mtakatifu, lakini wewe sio mtakatifu bado. Huwezi kutembea na Mungu kwa kunyooka. Huwezi. Hamuelewi. Jamani, hivi vitu viko hivyo. Mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya watu watakatifu wanyooke hivi nchi, kwa mafundisho yake ambayo hayana kona, na watu wanajikuta wanafuata yale mafundisho, alikuwa ni Kakobe. Gwajima kitengo chake kipo. Kwa ndio maana ilitakiwa sometime tuwe tunawaambia watu kweli kwamba bwana, mimi hiki sina, kaeni hapa niwafundishe nicho nacho, lakini hiki mtapata kwa Kakobe, hiki mtapata kwa Lazaro, hiki mtapata kwa fulani, hiki mtapata kwa fulani. Ndio inavyotakiwa kuwa. Na ndio maana niwaambie, wewe kama ni Mkristo unayemsikilizaga mchungaji mmoja, ni bahati sana kwenda mbinguni, kwa sababu huwezi kuwa mkamilifu. Nendeni mkasome Biblia kwenye kitabu cha Efeso. Biblia inasema Mungu aliweka mwinjilisti, akaweka na mtume, akaweka na mwalimu, akaweka na mchungaji, akaweka na nabii, ili kukamilisha mwili wa nini? Wa Kristo. Ili mtu awe mkamilifu hahitaji mwalimu mmoja. Unahitaji mtume, kuna mahali atakufikisha. Unahitaji mwinjilisti, atakusaidia ukutane na Yesu kwanza. Sawa? Unahitaji mtume, atawasaidia mkae pamoja mwe na kanisa. Unahitaji mchungaji aendelee kuwasimamia. Mnahitaji mwalimu kila siku aendelee kuwapa hekima. Si mnaelewa? Mnahitaji nabii awe ni macho. Kuna kitu kinakuja anawaambia, jipangeni, kaa mguu upande. Ukikaa mguu sawa, kikipita lazima uanguke. Si mnaelewa? Vyote vitakiwa viwepo kanisani. Naomba niishie hapa.